بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. Ndugu watazamaji, bado tupo katika maendelezo wetu wa darsa ambazo tunazungumzia kuhusu unyenyekevu katika sala. Leo inshallah katika darsa hii tutaanza kuingia katika maudhui tulikusudia hasa baada kumaliza utangulizi wetu katika mada ya khushui. Mwanadamu au Muislamu ambaye anataka kusali, tunajua sisi anajitayarisha na mambo mengi, lakini wakati pale anaposimama kwa ajili ya ibada, baada kufanya mambo yake ya utangulizi, anasoma tawjih ambayo ni subhanaka allahumma bihamdika tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifa wama ana minal mushrikin. Kama tulivyosema katika darasa za nyuma kwamba ili khushu' iwepo katika moyo binadamu, moyo ambaye anasali, katika mambo muhimu ambayo awe nayo ni kwamba kujua yale anayosema na ibada yake. Kwa neno lasema ulimi unasema neno fulani, basi moyo unakuwa nyuma yake, unajua nini ulimi unasema. Kwa ulimi unakwenda, moyo upo nyuma. Unakwenda, moyo upo nyuma, unafahamu kile ambacho kinachosema ndani ya sala. Kwa maana yake kama ulimi ni shekha anatoa muhadhara, lakini moyo unatafsiri yale ambayo yanatolewa kwa ajili ya watu kufahamu. Kwa hiyo moyo unamfahamisha mwanadamu kwamba hichi unachokisema ni 1 2 3 4 5. Kwa hiyo moyo unakuwa unabaki ubaki ile sehemu ambayo upo, unaashiria ile sehemu ambayo yupo, na vile vile unakuwa na hali ambayo mwanadamu yupo nayo katika sehemu kama ile. Kwa ili tuweze kufahamishana au ili tuweze kuzinduana na kukumbushana mambo kama haya, unapaswa Muislamu, ndugu yangu Muislamu, kutazama hizi video kwa akili timam, kwa vizuri, kwa mtazamo mzuri, ili uweze kufahamu, mimi kwanza nifahamu, na vile vile mtazamaji, msikilizaji, ili uweze kubadilisha ibada yako iwe ibada nzuri. Kwa neno subhanaka allahumma, hapa katika hii tawjih imekwa subhanaka, imekwa dhamirul mukhatab, maana wewe unaongea na Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba unaongea na Allah subhanahu wa ta'ala kama unamuona. Na ihsani imekuja an ta'budu Allah ka'annaka tarahu, ihsani kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kama unamuona. Fa in lam takun tarahu, ikiwa humuoni, fa innahu yaraka, tambua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anakuona. Kwa mwenye kusali atambue kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anamuona, japo kwa hamuoni, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anamuona anachokifanya katika ibada yake. Kwa subhanaka maana yake ya Rabbi, umetakasika na kila sifa mbaya na kila aibu na kila sifa yote ambayo haiendani na wewe. Subhanaka Allahumma, ewe Mola wangu ambaye ninaanza hapa kwa ajili, nasimama hapa kwa ajili ya kukuabudu wewe, Mola ambaye ninayekuabudu huna sifa ya kasoro. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Lakini hii kukusifu kwangu, kukutakasa kwangu, kunaambatana na kukushukuru. Kuna kusifu, lakini pia na kushukuru. Tukija katika mfano kidunia, kwamba leo mtu anapokuja mkubwa fulani katika sehemu fulani, jambo la kwanza ili kwamba mtu aonekane kwamba anaweza kuzungumza na mheshimiwa, kwanza aanze kumsifu mheshimiwa. Tokeo alipokuja sisi tumefurahi, tumependa, wewe mashallah katika jambo lako hodari, unafanya kazi vizuri, lakini vile vile tunakushukuru kwa mambo unayofanya. Kwa maana yake anaanza kumsifu kupitia sifa zake, anamshukuru kwa alichokifanya. Lakini mfano kama huu huwezi kulinganisha na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini sisi tunaleta picha ili mtu aweze kufahamu. Kwa subhanaka Allahumma, ewe Mola wangu wewe umetakasika na kila sifa mbaya, wa bihamdika, pamoja na kukusifu kwangu na kushukuru kwa unachotupa Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanaka Allahumma bihamdika tabaraka ismuka, ya Rabbi jina lako limetukuka, wa ta'ala jadduka, na cheo chako vile vile ni kitukufu ya Rabb. Watu wengi wanadhani jaddu ni babu, wa annahu ta'ala jaddu rabbina,
Unakusudia hapa ni jaddu, aljaddu al-azama, utukufu. Ya Rabbi, utukufu wako ni mkubwa, umetukuka. Wala ilaha ghairuka, na wala hapana mola ambaye pasiye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa Rabbi, hili jambo nalosema mimi katika ulimi wangu, naitakidi katika moyo wangu kwamba hakuna pasiye kuabudiwa kwa haki isipokuwa wewe Rabbi. Ndio maana niko hapa kwa ajili ya kutekeleza, kufanyia kazi maneno yangu. Ninasema kwamba wewe Mola, hakuna mola pasiye kuabudiwa kwa haki isipokuwa wewe, na hapa ninafanyia kazi ninachokisema ili niwe mkweli katika maneno yangu. Wa bihadha alqalil, hadha assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Istiqama Swahili TV, busati la elimu na hekima.